Ujambo, karibu sana. Leo tunaenda kuchimba kwenye uamuzi mmoja muhimu, uamuzi ambao unaweza kukujenga au kukubomoa kabisa kwenye biashara yako ya ndizi. Swali ni rahisi tu. Yale machipukizi unayopewa au kununua kwa jirani, hivi ni ujanja wa kuokoa pesa au ni mtego unaoua mtaji wako kimya kimya? Basi twende kwenye data, tuone. Unaiona hii namba 18? Sio namba ya kawaida tu. Kwenye biashara ya ndizi, kwa mwekezaji makini, namba hii ina maana kubwa sana, na sio maana nzuri. Fikiria hivi, ndani ya miezi 18 tu, yani mwaka mmoja na nusu, wakulima wengi, wakubwa na wakati, wanajikuta wamepoteza fedha zao. Ndoto zote za faida zinayeyuka katika kipindi kifupi mno. Sasa, swali la msingi ni, kwa nini? Nini kinasababisha anguko hili la haraka? Wengi wanakimbilia kusema ni soko, lakini ukweli uko mahali pengine kabisa. Najibu na kuahidi litakushtua kidogo. Okay, twende moja kwa moja kwenye kiini. Sehemu ya kwanza kabisa ni huu mtego wa miche ya bure. Hapa ndipo safari ya hasara inapoanzia kwa wengi, tena kwa kujidanganya kuwa wanaokoa pesa. Unajua, tatizo kubwa linalomeza mamilioni yako sio soko la ndizi, la hasha. Tatizo ni mbegu unayoipanda, ni msingi wenyewe wa shamba lako. Ni kama kujenga ghorofa kwa kutumia tofali za udongo, haiwezekani. Basi, hebu tuchambue hasara mbili kubwa zinazotokana na huu uamuzi wa kuchukua miche isiyo na uhakika. Hizi ndizo zinazokula mtaji wako taratibu bila wewe hata kugundua. Sasa angalia data hizi hapa. Huu ndio ukweli halisi. Wataalamu wanasema kuna uwezekano wa 15%. Yaani, fikiria, katika kila miche 100 unayochukua, 15 inaweza kuwa na bomu la maangamizi. Magonjwa kama Panama, minyoo, vitu vinavyofuta shamba lote. Hii, mwekezaji mwenzangu, sio biashara tena. Hii ni kamari. Unacheza kamari na mtaji wako wote. Na tusichukulie poa huu ugonjwa wa Panama, TR4. Sikiliza kwa makini. Huu ugonjwa hauna tiba. Yaani, ukishaingia shambani kwako, umemaliza. Unapoteza shamba na ardhi hiyo inakuwa haiwezi kupandwa ndizi tena kwa miongo, labda miaka 30 au zaidi. Hebu fikiria, unaokoa 1000 chache leo, halafu unapoteza ardhi na mamilioni yako milele. Je, inaleta maana kibiashara? Hebu tazama tofauti hapa. Upande wa kushoto, huo ndio weledi. Mazingira ya maabara, kila kitu safi, miche inatoka ikiwa haina ugonjwa hata mmoja. Huo ndio uhakika. Halafu angalia kulia. Huo ndio uhalisi wa miche ya jirani, kamari tupu. Sasa jiulize, wewe kama mwekezaji, utaweka pesa yako kwenye sayansi na uhakika au kwenye bahati nasibu? Sawa. Tatizo la pili sasa, na hili linaenda moja kwa moja kwenye cash flow yako, linaenda kugonga mfuko wako. Ni hasara inayoletwa na ukuaji usiofanana. Yaani miche haikui kwa pamoja. Picha hii inasema yote. Angalia kushoto. Hiyo ni miche ya tissue culture. Yote imesimama kama askari. Inakuwa kwa pamoja kwa kasi moja. Sasa geuka kulia. Hayo ndiyo matokeo ya machipukizi ya jirani. Moja mrefu, mwingine mfupi, mwingine umedumaa. Huwezi kwenda sokoni, huwezi kwenda supermarket kuwaambia nitakuletea ndizi kidogo leo, halafu nyingine mwezi ujao. Wanataka mzigo mkubwa kwa wakati mmoja unaotabirika. Ukuaji usiofanana unakutoa moja kwa moja kwenye soko kubwa. Okay, tumeona matatizo. Sasa ni nini suluhisho la kibiashara? Suluhisho ambalo wakulima wakubwa duniani wanatumia ni moja tu: miche safi ya maabara, au kitaalamu tunaita tissue culture. Na hapa namba hazidanganye. Takwimu ziko wazi kabisa. Eka moja iliyopandwa miche bora ya tissue culture kwa wastani inazalisha faida mara 3 zaidi ya eka iliyopandwa machipukizi ya jirani. Narudia, faida mara 3. Huu ndio uamuzi wa kibiashara unaotenganisha wanaofanikiwa na wanaofeli. Kwa hiyo faida zake ziko wazi. Kwanza, unaanza na shamba safi, 100% bila magonjwa. Pili, unapata usawa wa ukuaji wa 95%. Hii inamaanisha nini? Unavuna karibu shamba zima kwa wakati mmoja, unapanga vizuri cash flow yako, na unaweza kuahidi soko kubwa mzigo unaoeleweka. Na mwisho wa siku, mikungu inakuwa mizito zaidi na mavuno ni mengi zaidi. Sawa,
Sasa umejua siri, lakini kujua peke yake haitoshi. Unahitaji mpango kazi. Na sehemu ya kwanza ya mpango kazi wako ni kupata maarifa sahihi. Maarifa yatakayolinda mtaji wako wa mamilioni. Tumekurahisishia kazi. Tumekusanya mbinu zote za kitaalamu, kuanzia kuchagua shamba, kupanda, kutunza hadi kuuza, na kuziweka kwenye mwongozo mmoja unaoitwa Kilimo cha Ndizi Tanzania. Hii ndiyo ramani yako ya kukupeleka kwenye mafanikio. Sasa sikiliza. Thamani halisi ya maarifa yaliyomo ndani ya kitabu hiki ni shilingi 95,000. Lakini kwa sababu lengo letu ni kukuona unafanikiwa, kwa watu 99 tu wa kwanza tunatoa ofa maalum. Utakipata kwa shilingi 29,000 tu. Yaani unaokoa shilingi 66,000 papo hapo. Basi, jinsi ya kukipata kitabu chako ni rahisi sana. Yaani ni ndani ya dakika chache tu. Chukua simu yako sasa hivi, fanya hivi. Tuma shilingi 29,000 tu kwenda M-Pesa namba, andika hii vizuri, 0763 071 007. Nitarudia, 0763 071 007. Na jina unalopaswa kuona hapo ni Daudi Mwakalinga. Ukisha tuma, chukua ule ujumbe wa muamala, utume kwenye WhatsApp ya namba hiyo hiyo, na papo hapo ndani ya dakika 5 mpaka 10 kitabu chako kitakuwa kimeshafika kwenye simu yako. Okay, umeshapata maarifa. Sasa hatua ya pili na muhimu zaidi ni utekelezaji. Unahitaji kulinda mtaji wako kwa kuweka msingi halisi, msingi imara. Hapa tunazungumzia miche yenyewe. Na hii ndiyo kanuni ya mwekezaji makini. Usikubali kununua ugonjwa, nunua uhakika. Kila shilingi unayotoa kununua mche, jiulize, unanunua tatizo au unanunua uhakika wa mafanikio? Chaguo ni lako. Basi, linda hatima ya biashara yako. Weka oda yako ya miche bora ya Tissue Culture kutoka kwetu leo. Hatukuuzii mche tu, tunakupa uhakika wa mche safi unaotoa mikungu mizito, na juu yake tunakupa ushauri wa kitaalamu kukuongoza hatua kwa hatua. Kabla ya kumaliza, tunataka kukuachia swali moja la kufikirisha. Swali ambalo litakusaidia kutathmini uwekezaji wako. Kwa wawekezaji wenzangu wote mnaonisikiliza sasa hivi, tungependa kujifunza kutoka kwenu. Kati ya changamoto hizi mbili, ni ipi imekuumiza zaidi kwenye biashara yako? Je, ni namba 1, lile tisho la magonjwa linalokuja kimya kimya na miche ya mitaani na kuharibu shamba lako? Au ni namba 2, ule mchafuko wa cash flow unaotokana na mavuno yasiyo na mpangilio? Tafadhali, andika uzoefu wako kwenye sehemu ya maoni hapo chini.